yanadhamiriwa, yatadhamiriwa na moyo wa kiumbe wake. Kwa hiyo yaliyomo moyoni mwa kiumbe muumbaji anayaelewa. Teknolojia inatupa mafunzo halisi ya wakati wetu wa siku hizi, na tutakapofahamu maajabu ya kiteknolojia, basi tunamfahamu vizuri zaidi Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Kwa watu wenye akili, teknolojia inawafanya watu siku hizi wanauawa, wanashambuliwa kwa kupitia simu zao za mkononi. Teknolojia inafanya watu zikamatwe siri zao kwa kutumia simu zao za mkononi. Wataalamu wa mambo ya kiupelelezi, ya kiujasusi wanasema watu wa shirika la ujasusi la Marekani kama CIA au FBI wanao uwezo wa kusikiliza siri za mtu anayemtaka kumfuatilia siri zake kwa kupitia simu yake ya mkononi, hata kama kaizima. Simu yako ya mkononi, utajifanya huko kwenye kikao sasa hivi unaongea na jamaa, wale watu kama wanakufuatilia, wanaifahamu nambari yako, wao ile wanaiweka katika link, wanaichuja. Wewe izime kabisa, wao wanasikia unayoyasema, maana ziko component bado zitakuwa ziko active madam battery imo kwenye simu. Dawa labda itayosaidia utakapotaka kufanya mambo yako ya ajabu ajabu yawe siri, uitoe betri kabisa, iwe mbali kabisa na wewe ulipo, au simu yako ikomelee huko mbali, wewe ukaongee mambo yako mbali, sauti yako isifike kwenye simu yako. Watu wana uwezo wa kufuatilia kiasi hicho, na ni viumbe wameumbwa, hawana akili, wamekuja hapa hawajui jambo. Sasa wewe ukiona haya yanatekelezeka kwa mazingira ya kibinadamu, je, aliyemuumba mwanadamu itakuwaje? Yeye kwa nini ashindwe aliyeumba walioumbwa wayaweze haya? Akili yako wewe itakuwa haiko sawa sawa utakapoona mambo na ukayakubali yanatendwa na viumbe, alafu ukiambiwa muumbaji anayo kuliko hayo wewe ukakataa. Tena sisi tuna bahati kiasi kwamba watu wa sasa tunaoishi kwenye mazingira haya yaliyoendelea kisayansi na teknolojia, tunatofautika sana na watu waliokuwa wakaishi kwenye mazingira ya ujahilia. Watu wa kisakula wanaita dark ages, zile zama za wakati wa ujahili, ujinga uliokuwa hauna elimu ya kutosha, ulimwengu wa kiza. Wakati ule watu mengi yaliyokuwa yakasemwa na Muhammad